Safari kuelekea Tanzania mpya inazidi kushika kasi, ikiongozwa na jemedari wake mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ilani ya CCM ya 2020-2025 imetekelezwa kwa ufanisi mkubwa huko Simiyu. Kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia mkoa wetu wa Simiyu, Mheshimiwa Rais umefanya mambo makubwa, na ilani hii umetutendea haki wananchi wa mkoa wa Simiyu, hasa Wanaitilima. Hatukuwa na hospitali ya wilaya, sasa wananchi wanapata huduma. Hatukuwa na zahanati za kutosha, leo tuna zahanati 12. Vituo vya afya umetujengea vituo vya afya 3, na shule ya vijana maalum Nyamalapa. Kazi hiyo Mheshimiwa Daktari umeifanya kwa vitendo. Ndani ya miaka 5 umeitekeleza ilani ya uchaguzi katika mkoa wetu wa Simiyu kwa vitendo. Hongera sana Mheshimiwa. Umetekeleza mradi mkubwa wa maji wa kutoka Ziwa Victoria. Mama, umetenda haki kwa wananchi wa mkoa wa Simiyu, na sisi tuna kila sababu ya kukupa kula za ndio za kutosha za kujaa katika mkoa wetu wa Simiyu. Jambo la pili, hatukuwa na hospitali za wilaya zetu 2 na hospitali ya mkoa ilikuwa haijakamilika. Ndani ya utendaji wako mzuri uliotukuka, tunakushukuru sana wananchi wa mkoa wa Simiyu kwa kazi kubwa na nzuri ulioifanya. Na leo tunasimama kukudhibitishia wananchi wa mkoa wa Simiyu na wengine wote wanaozunguka katika area ya mkoa wa Simiyu, Simiyu itakuja kujibu tarehe 29 kazi kubwa na nzuri uliyoifanya ndani ya miaka yako 4. Chama cha Mapinduzi kimeahidi mengi kwa sekta tofauti mkoani Simiyu, ikiwemo kuwafanyia mabadiliko makubwa wafugaji, kama anavyofahamisha mwenyekiti wa wafugaji Tanzania. Mheshimiwa Rais, wafugaji wanakushukuru kwa sababu mwaka huu umewapa shilingi bilioni 69 kuhakikisha mifugo yote katika nchi hizi na chanjo. Jambo la pili, hapo tuko mkoani Simiyu Mheshimiwa Rais. Katika nchi hii mifugo mingi iko katika mikoa 3. Mkoa wa Arusha, mkoa wa Kagera na mkoa wa Simiyu. Mkoa wa Simiyu ina jumla ya ng'ombe milioni 2,546,000. Lakini Mheshimiwa Rais, watu wa Simiyu umewatendea haki. Mwaka huu kwa muda wa miaka 4 ulipoingia madarakani umewaletea maafisa ugani 80. Lakini umeweza kuwapa pikipiki 77 kwa ajili ya kuweza kutoa huduma kwenye sekta ya mifugo. Lakini pia umewajengea minada mikubwa 2, mnada wa Bariadi ulioko Bariadi hapa na mnada mwingine mkubwa kule Lago. Hivyo basi, lakini sio hivyo tu. Lakini Mheshimiwa Rais, sisi tumekuwa wahanga wa muda mrefu. Tulikuwa tunakamatiwa mifugo yetu, zinapigwa mnada, lakini ulipoingia mpaka hivi leo hatuna kesi ya aina yoyote ya mifugo kukamatwa na hifadhi. Sisi hapa tunapakana na hifadhi ya taifa ya Serengeti kwa upande wa Bariadi pamoja na upande wa Bunda. Lakini kulikuwa kuna baadhi ya wafugaji walionyang'anywa mali zao, wafugaji kama 54. Lakini Mheshimiwa Rais, wiki iliyopita tumepokea barua kutoka Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Sasa malipo yameshaandaliwa kwa wale wafugaji waliouziwa mifugo yao ili waweze kulipa haki zao za msingi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, wafugaji wa kanda ya Ziwa na Tanzania kwa ujumla wamesema nikwambie, mwaka huu kura utakazopata haijawahi kutokea kwa rais yoyote aliyoko madarakani. Na sisi sasa huku kanda ya Ziwa, mimi kama msemaji wa wafugaji, Mheshimiwa Rais, nikwambie kura utakazopata hazijawahi kutokea. Sisi wafugaji tuko mbele sana, na tukwambie sisi hatuangalii kelele zinazopigwa na watu wachache ambao hata familia hawana. Sisi wafugaji ni mmoja wa watu tunaomiliki familia kubwa. Sasa hatuwezi kukubali mambo ya kihuni katika nchi yetu. Kilimo ikiwa ni shughuli kubwa ya kuinua uchumi katika jamii, kimepewa kipaumbele kwa ahadi ya kuboreshwa. Miaka 4 iliyopita mkoa huu wa Simiyu
bei ya pamba ilikuwa shilingi 500, na mzee Gachuma shahidi, Njalu alikuwepo hapa, na pamba ilikuwa hainunuliwi. 2020-2021 hatukuwa na mnunuzi wa pamba. Mwaka huu pamoja na kuanguka kwa bei ya soko la dunia, wakulima wameuza kwa bei 1200 na hakuna mkulima aliyekatwa hata shilingi 100. Mheshimiwa mgombea, umeingia madarakani na kauli mbiu inasema kazi na utu. Msingi wa utu wa binadamu ni uhuru kamili alionao unaoanzia katika familia, na uhuru unaanza na mfuko wake na uwezo wa kujilisha yeye na familia yake. Hii kazi umeifanya vizuri na Watanzania wanafahamu. Mkoa huu mwaka huu utavuna zaidi ya tani 100,000 za pamba. Mkoa huu ulianguka na ukawa hakuna sehemu ya kupeleka pamba. Mwaka huu wewe mwenyewe umekuja kuzindua viwanda vya pamba 2, lakini katika kipindi chako mkoa wa Simiyu umekuwa na viwanda vipya vya kuchakata pamba 5. Haikuwahi kutokea. Mheshimiwa mgombea, umegawa matrekta, kati ya matrekta 350 matrekta 200 yako mkoa huu wa Simiyu. Mwaka huu umewapa ruzuku wakulima wa pamba wa mkoa wa Simiyu zaidi ya bilioni 30, na msimu huu umetuagiza tayari. Sasa hivi tumeanza kusambaza mbegu zaidi ya tani 10,000 bure kwa wakulima. Tunagawa dawa bure kwa wakulima, na matrekta yako vijijini watalimiwa kwa shilingi 35,000. Unatoa ruzuku kwa ajili ya kuondoa umaskini wa watu, na hii ndio kazi unayoifanya. CCM ina dira, ina mwelekeo, na uchaguzi huu ni uchaguzi tofauti na uchaguzi mwingine. Ni uchaguzi ambao anakuja mgombea mama, anajua shida za familia, anajua shida za watu, anajua shida za Watanzania, amekuwa akiishi na watu maskini. Niwaombe sana ndugu zangu wa Simiyu, twendeni tukapige kura kukilinda Chama cha Mapinduzi na kumlinda Dr. Samia. Utekelezaji wa kuboresha maisha ya wananchi utapatikana iwapo wananchi hao watakipigia kura Chama cha Mapinduzi na kumuweka madarakani mgombea wake wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nataka niwaambie yote yaliyozungumzwa, maendeleo, sekta za maendeleo ya jamii, maji, umeme, afya na elimu, nataka niwaambie hatujafika mwisho. Tumeanza kazi, awamu ya pili tunapoingia tunakwenda kuendeleza kazi. Kwa wale wote ambao hawajafikiwa na huduma hizo, wawe na uhakika kwamba huduma hizo zitawafikia. Umeme utawafikia, maji yatawafikia, elimu, huduma za elimu zitawafikia, na huduma za afya zitawafikia katika ngazi yoyote ile aliyo. Kama ni zahanati au kituo cha afya, hospitali ya wilaya, ya mkoa au ya rufaa, huduma hizo zitawafikia. Kauli mbiu yetu tulioanza nayo awamu ya kwanza ya awamu ya 6, tulikuwa tunasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa kweli tuliendeleza kazi tuliorithi awamu ya 5. Na mimi nikiwa sehemu ya awamu ya 5, nilikuwa kama makamu wa rais, niliendeleza kazi ile ndani ya awamu ya 6. Hiyo ndo kauli yetu ya kipindi cha kwanza cha awamu ya 6. Lakini kipindi hiki tunasema kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Maana yake ni nini? Maana yake Chama cha Mapinduzi tunarudi tena kwenu kuomba mtupe kazi, tukafanye kazi, tulinde, tuheshimishe, tuimarishe utu wa Mtanzania. Chama cha Mapinduzi tumedhamiria kufanya kazi. Tumefanya kazi, mmeiona, na tunajiamini kwamba tutaweza kufanya tena kazi kipindi cha pili cha awamu ya 6, kazi ya kuonekana. Kwa maana hiyo, niombe mtuchague Chama cha Mapinduzi. Na hapa niseme ndugu zangu, ili ni watoe hofu.
kuna watu wanatishatisha ili kuwafanya watu wasitoke tarehe 29. Nataka kuwaambia, ninayezungumza hapa ni amiri jeshi mkuu wa nchi hii. Nataka kuwaambia wasithubutu. Kibati tu kikipasuka, sisi tuko nao. Tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri. Tokeni, kapigeni kura, rudini nyumbani mkapumzike. Hakuna hofu, hakuna kuogopa. Tokeni mkapige kura. CCM oye! Sasa ndugu zangu, mimi mwenyewe mgombea kiti cha urais Samia Suluhu Hassan kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Waheshimiwa wabunge na madiwani wote, tunaomba kura zenu. Niwaombe sana, twendeni tukachague Chama cha Mapinduzi. Sisi wote kwa pamoja tunaomba kura zenu. Mungu awabariki na asanteni sana. CCM oye! Tarehe 29 Oktoba, tunatiki, tunatiki, tunatiki. Usikose kusikiliza na kutazama kipindi chetu cha Safari ya Tanzania Mpya kila siku.